Mtazamaji wa S500 TV, tupo katika msikiti wa Kinchangani, msikiti mkuu hapa Magomeni, msikiti ambao msikiti mkubwa, na leo ni swala Ijumaa, ambao leo ndo Ijumaa yenyewe kwa ajili ya swala. Tumefika hapa kwa ajili ya ibada nzima ya swala Ijumaa. Mashehe mbalimbali ambao wamefika hapa kwa ajili ya kupata swala. Ni siku mojawapo ambayo Waislamu wanakutana pamoja kwa ajili ya kupata swala. Ni siku zote waga tunakutana tunapata swala, lakini kwa siku ya leo ni tofauti kidogo kwa maana ya Ijumaa takatifu. Tumefika kwa ajili ya kupata swala. Ni siku nzuri, siku njema na Waislamu wote duniani. Ni siku ambayo tunafurahi kukutana sehemu moja kwa ajili ya kupata swala, kuzungumza na Mola wetu. Ni moja kati ya siku baada ya kile ambacho kimeweza kutokea Sheikh Walid, ambaye wiki hii imekuwa ni wiki ndefu sana, na Waislamu wote Magomeni, Mapipa mkutana hapa kwa ajili ya swala Ijumaa, ambayo inakutanisha waumini, inakutanisha mashehe, na kutanisha Watanzania pamoja kwa ajili ya swala. Ni siku nzuri, ni siku moja muhimu sana kwa Watanzania. Ni siku ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe amezitakasa kwa ajili ya kumwabudu yeye. Unaweza kutazama, huu ni Masjid Kichangani, moja kati ya masjidi ambazo zina historia kubwa sana katika kuimarisha dini ya Kiislamu. Ni masjidi ambayo iko hapa Magomeni, ni moja kati ya masjidi ambazo zimefanya kazi kubwa sana katika kutangaza Uislamu ulimwenguni kote, kwa ngazi za kata, ngazi za wilaya, ngazi za kitaifa, pamoja na ngazi za kimataifa. Masjid Kichangani ni miongoni mwa masjidi ambazo zimetangaza Uislamu kwa mimi ambacho naweza nikazungumza ni kila kitu ni riziki. Allah ndo alompanga Sheikh Walid aingie katika hiyo sehemu, na Allah akiamua kumuondoa sehemu, Allah anamuondoa, iwe ni kheri iwe ni shari, lakini kila sehemu unayokaa ni riziki. Kwa hiyo riziki yako, kila sehemu ambayo unaona ni heri kwa ajili yake, Allah anamuondoa. Kwa hiyo haya ambayo yametokea siwezi nikaongea kwa sababu ni mambo ya kimamlaka, lakini riziki na muda wake. Ila Sheikh Walid tunampenda na tunamkubali, iwe amekosea au hajakosea, maana Allah anasema tufanye istighfar, tuombe msamaha. Ndio maana yeye hajawahi kuliongelea, hajakaa kuliongelea. Mimi siwezi kumuongelea yeye, lakini naongea kama muumini kwa msikiti Kichangani kuwa kila kitu kina riziki. Riziki yako ikifika sehemu yote ikaisha, wewe utaondoka. Allah anampenda yeye na anaipenda hiyo nafasi zaidi. Huenda hiyo nafasi anayoondoka ilikuwa ni ya shari kwake, huenda anapoenda kutakuwa na uhuru wa kufanya ibadati zaidi, kupata tauhidi zaidi, na kupata pepo ya Firdausi zaidi. Ni mtu ambaye ni mwema, ni mtu ambaye anapendwa na watu. Kama unavyoona watu wako masjidi hapa Kichangani wamekuja kuswali, lakini hasa wengi wao wamekuja kumuona imamu wao. Tumuombea kheri, kama ameteleza Allah amsamee madhambi yake, ila kama hajateleza na wasamee ambao wamefanya. Watu wa Magomeni mmetuchokoza, watu wa Kariakoo. Tutajibu maulidi hii zito, tutakujibu, tutafanya maulidi kubwa, na huu ndo ushindani wa kheri. Tuudumishe, tuufanye sana. Wa hadha, assalamu alaikum. Kabla mashekhe mtaniruhusu niende kwenye kazi zetu hizi, najua sasa hivi, naombeni siwavunjie adabu. Ustadh Walid, niruhusu, naona ifahamu ratiba yangu, niruhusu mwalimu wangu basi